Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Naitwa Amani Peter Omari. Ndugu watazamaji, na wakaribisha katika kipindi cha neno la uzima. Mafundisho haya yanapatikana katika chaneli zetu YouTube, Facebook, Instagram. Napenda kwa siku ya leo tujifunze juu ya vita vya kiroho. Vita ni nini? Vita ni mapambano baina ya makundi mawili, na kila kundi linategemea ushindi, lakini ukweli ni kwamba ushindi hupatikana katika kundi moja, kundi lingine linafeli. Vita hivi vya kiroho ambavyo tunaenda kujifunza kwa siku ya leo ni nazungumzia juu ya falme mbili. Kuna ufalme wa giza ambao ndio ufalme wa shetani, na ufalme wa Mungu ambao ndio ufalme ambao wanadamu tumeandaliwa ili tuishi katika ufalme huo. Ila shetani yupo kwa niaba ya kupiga vita ufalme huo ili upate kushindwa, usiweze kuingia katika ufalme huo. Kabla sijaendelea mbele, tusome katika kitabu cha Efeso sura ya 6 na kuanzia mstari wa 10 hadi mstari wa 13. Nasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, 13, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Ndugu mpendwa, Efeso ni nini? Maana ya Efeso ni pendeza. Maana ya Efeso ni pendeza. Mwandishi wa kitabu cha Efeso ni Paulo. Paulo huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Wakati anaenda Efeso, alipofika katika sehemu moja ambayo ni mpakani, kulikuwa na mto mmoja unaoitwa Kesta. Akakutana na mama mmoja akiwa anafua maeneo yale pale. Akawa anazungumza naye. Wakati anaendelea kuzungumza naye, akaona jengo moja kubwa. Akajua hakika ni sehemu ya kumwabudia Mungu. Akamuuliza mama yule, "Je, pale ni sehemu gani?" Yule Paulo alihisi kwamba labda huyu mama atamwambia kwamba ni sehemu ya kumwabudia Mungu. Lakini tazama majibu ya huyu mama. Alimwambia kwamba ni sehemu ambayo tunamwabudia Mungu wetu ambaye anaitwa Diana Artemi. Huyu Diana Artemi ni Mungu ambaye alikuwa anasifika katika nchi ya Efeso, ambaye walikuwa wanamwabudu katika mji ule. Efeso ni mji ambao ulisifika kibiashara, ambao watu wengi walikuwa wanaukimbilia, kama tunavyotazama kwa leo miji mikubwa inakimbiliwa Dar es Salaam, Mwanza. Unakutana ni miji ambayo inakimbiliwa kibiashara, Arusha, Kahama, ambao watu wengi wanakimbilia. Tunafananisha na mji ambao ni wa Efeso. Wakati huo Paulo akasikiliza maelezo yale ya yule mama, akasema, tena kuna Mungu mwingine ambaye tunamwabudu, ambaye ni tofauti na Mungu ambaye aliziumba mbingu na nchi. Kitu ambacho kilimchanganya sana Paulo. Akasema, akajua hakika ameingia katika vita vya kiroho, vita vya ulimwengu huu. Na nisikia ndugu yangu, hebu angalia kitu Paulo alichokifanya. Alijua hakika ameingia katika ulimwengu wa vita. Alitakiwa achukue nini? Silaha zote za kwenda kupambana na kushambuliana pale. Sasa alipofika maeneo yale, akaanza kuhubiri Mungu wa ukweli. Watu wengi walimchukulia kama ni mtu wa ajabu. Paulo akajua kwamba hapa ni tayari nipigane hivi vita vinanihusu, kwa sababu
uwanja wa Mkristo ni sehemu ya kupigania vita. Huyu mama ambaye aliitwa Diana Artemi, ambaye kwa Kirumi walimuita Valencia, ambapo kwa Wachina walimuita Shumd, ambapo alipatikana kwa Kibrazili walikuwa wanamsema Makadalena. Makadalena. Huyu mama alikuwa ni mtu wa ajabu mwenye maziwa mengi, mfalme wa anga. Yaani ni ufalme wa giza, na maana alikuwa ni mungu wa giza, mungu wa shetani, mungu anayefanya upinzani juu ya ufalme wa giza. Mungu wa anga ambaye aliitwa Diana Artemi alikuwa na maziwa mengi. Kwa hiyo wewe kutegemea na shida ulionayo, ulikuwa unaenda kunyonya ziwa la yule mama. Na kweli kupitia imani yao ya kumwamini yule Mungu wao, wengine walikuwa wanapata mafanikio ya kupona, wengine wanapata mafanikio ya biashara zao. Kama ilivyo kwa leo, wengi wanaamini kwamba kupata fedha wakiingia kwa mganga wa kienyeji ndio mafanikio yanakuja kupatikana. Kumbe hawajui wapo katika hali ya vita. Ndugu yangu mtazamaji, ndugu msikilizaji, nataka nikwambie kwamba Paulo alipofika pale alifanya kitu kimoja, alivaa silaha akaanza kupigana vita ile. Lakini nataka nikwambie, huku katika ulimwengu au vita hivi vya kiroho, katika Biblia hapa ambapo tumesoma kwamba kuna mamlaka ya giza na wakuu wa giza na majeshi ya mapepo, ambapo tunakuta ni mapepo ya aina 3. Na mapepo haya, mamlaka ya giza ambayo ndo tunakuja kuona yanaitwa exorcists. Haya mapepo ya mamlaka ya giza yanafanyaje kazi? Yanamfanya mtu kufanya dhambi bila makusudio, bila kuuelewa. Anajikuta ametenda dhambi. Alikuwa hataki kutenda, kuingia katika hali fulani, kufanya shughuli, lakini mapepo haya yanamlazimisha kutenda dhambi bila kusudio. Pepo la pili ni cosmotropos. Haya mapepo ni majeshi, ni mapepo ambayo tumeyasoma katika kitabu cha Efeso hapa sura ya 10 na mstari wa 12, ambapo tunakuja kwa majeshi ni wakuu wa giza ambao wamejiandaa kupigana vita na wewe. Na hao wakuu wa giza wanafanyaje kazi? Wanakupotosha katika maendeleo, yaani wanafifiza nyota ya maendeleo. Watu wanazaliwa na nyota, lakini hao wafalme wa giza wanapambana na wewe, wanakuja juu yako ili wakufifiza nyota. Halafu unapopata ile akili ya kwenda kwa mganga wa kienyeji, tayari ile nyota yako inapotea. Wao wanakuvaa sasa, unahisi katika mafanikio yako ama katika shughuli unayoifanya kwamba umefanikiwa kupitia ufalme wa giza. Ina maana wanakopi mafanikio kutoka kwa Mungu, kile unachoweza kufanikiwa ambacho Mungu alikuandalia, wanakuingizia fikra. Halafu baadaye wanakuja kukuwekea fikra ya kuona kwamba wao ndio wametengeneza, umefanikiwa kupitia kwao, lakini sio kweli. Mungu anakuandalia mema, ila malengo ya shetani au malengo ya falme wa giza au malengo ya mapepo ni kukuharibia mema Mungu anayokuandalia. Pepo la 3 ni majeshi ya mapepo ambayo ndio ni matikaponeria. Kazi yake, wao wanafanya shughuli ya kukufanya wewe uwe mtumwa wa dhambi. Yaani unatamani kuacha tukio fulani, unatamani kuacha ulevi, unatamani kuacha uzinzi, unatamani kuacha wizi, lakini unashindwa. Unakuta unaishi katika hali ya kupenda kufanya hivyo. Ndio kazi ya mapepo haya. Na haya mapepo, makusudi na malengo usiweze kufanikiwa. Ila sikiliza mpendwa, kitu ambacho nataka nikwambie. Huyu shetani amejipanga vizuri kisawasawa. Ukija kuangalia, zipo lodges ambazo ni lodges 8 ambazo ndo ofisi 8 ambazo ni za shetani ambazo zimetengenezwa. Tukiangalia kuna Illuminati, kuna Freemason ambayo imezoeleka. Yapo
maofisi mbalimbali. Crossroads yote ni maofisi, Ekankali ni maofisi. Lakini hizi ofisi zote zimetengenezwa kwa niaba wewe mwanadamu, zikupofushe fikra za kukuondoa kwenye utaratibu wa Mungu, ama kwenye maandalio mazuri Mungu aliyokuandalia, ili uweze kufanikiwa katika ufalme wa Mungu, ili wewe uweze kulisi sawa na shetani. Sasa nataka nikwambie ndugu mpendwa unayenitazama, Mungu akaona ni vema mtoe mwanaye Yesu Kristo kuja kuukomboa ulimwengu, ili wewe na mimi tupate wokovu, tupate kukombolewa chini ya laana ya dhambi hizo, au chini ya mamlaka ya giza, ama chini ya mamlaka ya ufalme wa giza. Pia zipo silaha ambazo unapaswa kuzibeba wewe kama Mkristo unapokuwa unatambua kwamba tayari hapa nimeingia katika ufalme na vita vya kiroho. Zipo silaha 3 unapaswa uzibebe. Silaha ya kwanza ni silaha ya imani. Silaha ya pili ni maombi. Silaha ya 3 ni wokovu. Hivi vitu vitatu vikiwa ndani yako, nina uhakika mamlaka za giza hata zifanye namna gani, lazima shetani atakukimbia tu. Atajua kwamba hakika huyu mtu sio wangu, hawezekani. Lakini endapo tayari utashindwa kubeba hizi silaha, utashindwa kuingia katika ulimwengu wa vita. Utakaposhindwa kupambana vita hii, hakika utapotea na mwisho wa siku utakuwa upande wa shetani. Lakini Mungu anasema na wewe kwa siku ya leo, anataka ubadilike, utoke huko, uingie katika ufalme wake. Uachane na mamlaka hizo, utoke katika ufalme hizo, uingie katika ufalme wa Mungu. Pepo la 3 ni majeshi ya mapepo, ambayo ndio ni matikaponeria. Kazi yake wao wanafanya shughuli ya kukufanya wewe uwe mtumwa wa dhambi. Yaani unatamani kuacha tukio fulani, unatamani kuacha ulevi, unatamani kuacha uzinzi, unatamani kuacha wizi, lakini unashindwa. Unakuta unaishi katika hali ya kupenda kufanya hivyo. Ndio kazi ya mapepo haya. Na haya mapepo, makusudi na malengo usiweze kufanikiwa. Ila sikiliza mpendwa, kitu ambacho nataka nikwambie. Huyu shetani amejipanga vizuri kisawasawa. Ukija kuangalia, zipo lodges ambazo ni lodges 8 ambazo ndo ofisi 8 ambazo ni za shetani ambazo zimetengenezwa. Tukiangalia kuna Illuminati, kuna Freemason ambayo imezoeleka. Yapo maofisi mbalimbali. Crossroads yote ni maofisi, Ekankali ni maofisi. Lakini hizi ofisi zote zimetengenezwa kwa niaba wewe mwanadamu, zikupofushe fikra za kukuondoa kwenye utaratibu wa Mungu, ama kwenye maandalio mazuri Mungu aliyokuandalia, ili uweze kufanikiwa katika ufalme wa Mungu, ili wewe uweze kulisi sawa na shetani. Sasa nataka nikwambie ndugu mpendwa unayenitazama, Mungu akaona ni vema mtoe mwanaye Yesu Kristo kuja kuukomboa ulimwengu, ili wewe na mimi tupate wokovu, tupate kukombolewa chini ya laana ya dhambi hizo, au chini ya mamlaka ya giza, ama chini ya mamlaka ya ufalme wa giza. Pia zipo silaha ambazo unapaswa kuzibeba wewe kama Mkristo unapokuwa unatambua kwamba tayari hapa nimeingia katika ufalme na vita vya kiroho. Zipo silaha 3 unapaswa uzibebe. Silaha ya kwanza ni silaha ya imani. Silaha ya pili ni maombi. Silaha ya 3 ni wokovu. Hivi vitu vitatu vikiwa ndani yako, nina uhakika mamlaka za giza hata zifanye namna gani,
lazima shetani atakukimbia tu, atajua kwamba hakika huyu mtu sio kwangu, hawezekani. Lakini endapo tayari utashindwa kubeba hizi silaha, utashindwa kuingia katika ulimwengu wa vita, utakaposhindwa kupambana vita hii, hakika utapotea na mwisho wa siku utakuwa upande wa shetani. Lakini Mungu anasema na wewe kwa siku ya leo, anataka ubadilike, utoke huko, uingie katika ufalme wake. Uachane na mamlaka hizo, utoke katika ufalme hizo, uingie katika ufalme wa Mungu. Shetani anatumia silaha kuu tatu ambazo zinakufanya wewe kukuondoa katika misingi ya imani na kukupeleka katika ufalme wake wa giza. Silaha ya kwanza ni kiburi. Vijana wengi shetani amewekeza viburi ndani mwao, na mwisho hutengeneza vita ndani ya mwao, na hujikuta tayari wamebomoka, wametoka kwenye misingi ya imani, na tayari wanaanza kumtumikia shetani katika vita vya kiroho. Wanaenda kupigana, baada ya kupigana na shetani wanaanza kupigana wao kwa wao. Na vita vyetu sio kupigana sisi kwa sisi, ni kupigana na mwovu shetani tu peke yake. Sio mimi na wewe tukunjiane ngumi, sio mimi na wewe tuandaliane mabaya mabovu, mara uende kwa mganga wa kienyeji kukunitafuta. No. Haya ni makusudi ya shetani, ni kiburi anachopandikiza ndani ya mwanadamu ili kupotoka na kuwaza tofauti na kufanya kinyume. Silaha ya pili ni tamaa ya macho. Shetani amewekeza katika kukuwekea tamaa ya macho, kuonyesha vitu ambavyo havifai katika ulimwengu wa kiroho, katika ufalme wa Mungu, ili wewe uvione kwamba vinafaa, akuingize katika ufalme wake wa giza. Malengo akutoe katika misingi ya imani, upotee, ili mwisho wa siku uingie katika ziwa la moto. Ndio kusudi la shetani. Silaha namba tatu, na anatumia tamaa ya mwili ambayo imepamba moto kwa sasa hivi. Watu wengi shetani amewekeza kwao. Mwili unapamba moto, mtu anakuwa na tamaa na waka moto, yani uzinzi umegeuka ni sehemu ya chakula cha mwanadamu. Haogopi na kwamba imeandikwa usizini. Na hakika usipofanya hivyo na usipoacha hali hiyo ya kwako ya shetani ambayo imewekeza ndani mwako na kukusababishia kwamba wake tamaa, ukavaa silaha ya maombi, hakika utakuwa katika ufalme wa giza. Tayari utakuwa wewe ni mpambanaji katika vita vya ufalme wa shetani. Utakuwa upande wa pili, utakuwa wewe utufai katika ufalme wa Mungu. Lakini ndugu mtazamaji, nataka nikwambie kwamba Mungu ni mwema, pia ni mwaminifu. Rejea katika silaha kuu tatu ambazo nimeshakwisha kuzitamka hapo nyuma. Rudia katika wokovu wako, rejea katika imani yako, simama katika misingi ya imani. Chukua silaha kubwa ya kubomoa milango yote ya giza, ambayo ni silaha ya maombi, ambayo imejaa mabomu makubwa ya kushambulia ufalme wa giza. Na hakika utamrudia Mungu, na hakika utakuwa mwana katika ufalme wake. Pia nataka niseme kwamba Mungu amekuandalia mema mazuri. Na angalia, ni kipindi cha neema, ndiyo tulipo katika kipindi cha neema, lakini angalia kipindi cha neema unakitumiaje. Rudi, Mungu anakuhitaji, atakupokea uwe mwana. Imeandikwa kwamba njooni wote msumbukao na kulemewa na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Bwana anasema.